Ukiziona ishara hizi 20, tambua umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Kwa siku ya leo utakwenda kuziangalia ishara 20 ambazo ukiziona kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue kuwa wewe si wa kawaida, bali umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kabisa, mambo ambayo yataacha alama katika dunia hii. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie ishara 20 zinazoonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Namba 1, unahisi kutokuridhika na maisha ya kawaida. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Unakuwa unahisi kutokuridhika na maisha ya kawaida. Kuna kitu ndani yako kinachokataa kuishi maisha ya kawaida tu. Hata ukijaribu kuendana na wengine, rohoni unasikia kuna zaidi yangu hapa duniani. Hii sio kiburi, ni ishara kwamba ndani yako kuna kusudi kubwa linalokusukuma. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5, utaona neno la Mungu lasema nukuu, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo, unakuwa unasikia unahisi kutokuridhika na maisha ya kawaida. Unakuwa hata ukijaribu kuendana na watu wa kawaida, unasikia ndani yako kuna kitu kinachokwambia hapana, wewe si mtu wa kawaida, wewe ni mtu mkubwa sana. Yaani unakuwa unahisi kutokuridhika na hali ya kawaida. Unakuwa unahisi kutokuridhika na maisha ambayo unaishi. Unakuwa unajiona ndani yako kuna kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukifanye. Ukiona hii ni ishara ya kwanza ambayo inakuwa inaonyesha umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Ndani yako kuna msukumo unayekwambia na kwamba hujazaliwa wewe sio mtu wa kawaida, umezaliwa kwa ajili ya kufanya kitu kikubwa. Umechaguliwa kwa ajili ya kufanya kitu kikubwa. Ndani yako unakuwa kuna jambo kubwa ambalo unatakiwa ulifanye. Kuna kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukibadilishe. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Lakini ishara namba 2, unapitia mapambano makubwa kuliko kawaida. Watu waliochaguliwa na Mungu mara nyingi hupitia vita vikali tangu utotoni, hupitia changamoto zisizoeleweka, kukataliwa, maumivu ya ndani yasiyoelezeka. Hii ni kwa sababu thamani ya hatima yao ni kubwa, hivyo vita vyake pia huwa kubwa sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 8 hadi 12, utaona maisha ya Ayubu yalishambuliwa kwa sababu ya nafasi yake mbele za Mungu. Kwa hiyo hii ni ishara ya pili ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Unapitia mapambano makubwa kuliko kawaida. Unakuwa ni mtu ambaye unapitia changamoto, unapitia kwenye changamoto kubwa, unapitia kwenye changamoto kwenye maisha yako. Unakuwa ni mtu ambaye tangia utotoni ni mtu ambaye unapitia kwenye changamoto kali. Hii ni ishara ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Huwa tunasema ukubwa wa hatima yako ndio ukubwa wa vita yako. Unaweza kujikuta tangia utotoni umekuwa ni mtu ambaye unapitia kwenye changamoto kubwa sana zisizoelezeka. Mpaka kuna wakati mwingine unakuwa unajiuliza, kwa nini mimi napitia kwenye changamoto hizi? Nataka nikwambie ukubwa wa hatima yako ndio ukubwa wa vita yako. Ukubwa wa kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako ndio ukubwa wa vita yako. Kwa hiyo mtu aliyochaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa, yani ni mtu ambaye anakuwa anapitia kwenye changamoto, anapitia kwenye nyakati mbalimbali ngumu, lakini Mungu anakuwa anamsaidia, anashinda. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha ya kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa sana. Ukiwa unaona ni mtu ambaye unapitia kwenye changamoto zisizoelezeka, unapitia kwenye nyakati ngumu, unapitia kwenye mambo magumu, lakini Mungu anakusaidia na kuokoa, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Lakini ishara namba 3, una mzigo wa kiroho usio wa kawaida. Unajikuta unawaza sana kuhusu Mungu, maisha ya hatima na kusudi. Unakuwa ni mtu ambaye una mzigo wa kiroho usio wa kawaida. Unapenda kujitenga ili kufikiri, unahisi kuvutwa kwenye maombi hata bila kulazimishwa. Hii inaonyesha kuwa roho yako inaunganika na wito mkubwa sana. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 42 na mstari wa
kwanza utaona imeandikwa nukuu, kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Kwa hiyo ishara namba tatu, unakuwa na shauku kubwa ya mambo ya kiroho, unakuwa na shauku kubwa kwenye kujifunza habari za kimungu, unakuwa ndani yako kuna shauku kubwa ya kujifunza mambo ya kimungu, una shauku kubwa ya kujua ya mambo ya kiroho. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa. Ni mtu ambaye unakuwa una shauku kubwa kwenye mambo ya kiroho, una shauku kubwa kwenye vitu vya kiroho, unapenda sana kufanya mambo ya kimungu. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa. Lakini ishara namba tano ambayo ukiona basi tambua umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Hautakiwi kabisa kujidharau. Unavutiwa kusaidia wengine hata ukiwa unaumia. Hata ukiwa unapitia hali ngumu, bado ndani yako kuna huruma ya kusaidia wengine, moyo wa kuinua watu. Hii ni ishara ya uongozi na wito wa huduma. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 1 na mstari wa 4 imeandikwa, atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa na Mungu. Kwa hiyo ukiwa ni mtu ambaye unavutiwa kuwasaidia watu wengine hata ukiwa unaumia, unakuwa unavutiwa kuwasaidia watu wengine hata kama ukiwa huna kitu, lakini ndani yako unakuwa unaona unajisikia kuwasaidia watu wengine. Ukiwa ni mtu ambaye unakuwa unajisikia yani unavutiwa kuwasaidia watu wengine hata ukiwa hauna, unavutiwa tu kuwasaidia watu. Hata ukiwa unapitia kwa hali ngumu, bado ndani yako unakuwa kuna huruma ya kuwasaidia wengine, au moyo wa kuwainua wengine, unakuwa ndani yako una moyo wa kuwainua wengine. Hii ni ishara ya uongozi na wito wa huduma. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umezaliwa, umechaguliwa kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa sana katika dunia hii. Lakini ishara ya sita ambayo ukiona, basi unatakiwa utambue kuwa umechaguliwa kwa ajili ya kufanya mambo makubwa sana katika dunia hii. Unapitia vipindi vya upweke wa lazima. Kuna nyakati unajikuta unatengwa, marafiki wanapotea, unabaki peke yako. Hii sio adhabu, ni maandalizi ya Mungu kukujenga ndani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 1 na mstari wa 15 hadi 17 utaona Paulo alitengwa kabla ya kuanza huduma yake. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo inaonyesha umechaguliwa kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Unapitia vipindi vya upweke wa lazima. Unashangaa kuna nyakati unajikuta unatengwa, watu wanakutenga, marafiki wanapotea, yani unabaki peke yako. Hii sio adhabu, bali ni kipindi cha maandalizi. Mungu anakuwa anakuandaa kwa ajili ya kufanya kazi kubwa. Ndio maana ukisoma kitabu cha Galatia sura ya 1 na mstari wa 15 hadi 17 utaona Paulo alitengwa kabla ya kuanza huduma yake. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuwa anakuandaa, unapitia kipindi cha upweke, watu wanakuacha, watu wanakuwa mbali na wewe. Hautaki kuanza kulalamika, ni kipindi ambacho Mungu anakuwa anakuandaa kwa ajili ya kufanya kazi kubwa. Mungu anakuwa amekuchagua kwa ajili ya kufanya kazi kubwa. Lakini ishara ya 7 ambayo ukiona kwenye maisha yako, tambua umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi kubwa. Umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Unahisi wito hata hujui uanzie wapi. Kuna sauti ndani yako inakwambia umeitwa kufanya kitu kikubwa, lakini hujui njia, hujui lini, hujui kwa namna ipi. Hii ni hatua ya kwanza ya kufunuliwa kwa hatima. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 3 imeandikwa nukuu, maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikilia mwisho wake, wala haitasema uongo ijapokawia. Ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ukiona unahisi wito hata ujui uanzie wapi, yani ndani yako unakuwa unahisi kuna wito ndani yako, unakuwa unahisi kuna wito, lakini haujui uanzie wapi, haujui uanze kwa njia ipi, haujui uanze kwa namna ipi. Yani unakuwa ndani yako unakuwa unaona kabisa, hapana, ndani yangu kuna wito, ndani yangu kuna wito mkubwa, kuna jambo kubwa ambalo natakiwa nilifanye, lakini wewe unakuwa hujui unatakiwa ulifanye jambo hilo kwa namna gani, unatakiwa uanzie wapi. Ila ndani yako kuna msukumo ambao unakuambia kuna kitu kikubwa ambacho unatakiwa ukifanye. Kwa hiyo ukiona unahisi wito hata hujui uanzie wapi, hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa umechaguliwa na Mungu kufanya vitu vikubwa sana katika dunia hii. Lakini ishara ya 8, unapigana vita vya ndani
mara kwa mara. Unaweza kuwa unapitia mashaka, hofu, vita vya mawazo. Mara nyingi vita hii hutokea kwa sababu ndani yako kuna kitu kikubwa kinachopinga kuzaliwa. Kwa hiyo ukiona unapigana vita vya ndani kwa ndani, unakuwa unapigana vita vya ndani mara kwa mara, unaweza kuwa unapitia mashaka, hofu, vita ya mawazo. Mara nyingi vita hii hutokea kwa sababu ndani yako kuna kitu kikubwa kinachopinga kuzaliwa kwako. Yani ndani yako, yani kuna kitu kikubwa sana ndani yako, inaashiria kuna vitu vikubwa. Kwa hiyo unakuwa unapigana vita vya ndani kwa ndani mara kwa mara. Hii ni ishara ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya vitu vikubwa. Lakini namba 9, ishara ya 9 ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya vitu vikubwa, kuna milango inafungwa isivyoeleweka. Unajaribu mambo fulani lakini yanakataa kufunguka, njia zinafunga ghafla. Hii mara nyingi ni Mungu anakuepusha na njia zisizo na kusudi lake. Kwa hiyo kuna milango inafungwa isivyoeleweka. Unashangaa kuna baadhi ya milango inaanza kufungwa. Unajaribu mambo fulani lakini yanakataa kufunguka, njia zinafunga ghafla. Hii mara nyingi ni Mungu anakuwa anakuepusha na njia zisizo na kusudi lake. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi, unashangaa kuna njia zinaanza kufunga. Unataka kufanya jambo fulani, unashangaa jambo hilo linafunga. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakuwa anafunga milango isiyo sahihi kwenye maisha yako. Kwa macho ya kawaida unaweza kuona, mbona hii jambo hili nikilifanya unaona kabisa halina shida, lakini Mungu akiangalia anajua jambo hilo litakupeleka katika uangamivu. Kwa hiyo Mungu anaamua kufunga mlango huo. Kwa hiyo unakuwa unashangaa kuna baadhi ya milango kwenye maisha yako inaanza kufunga. Kwa hiyo ukiona ishara hii, kuna milango inafungwa isivyoeleweka, unashangaa kuna baadhi ya milango inafungwa, baadaye unakuja kukumbuka, kumbe ningefanya pale kuna jambo baya lingetokea, kumbe ningepita pale au ningefanya kitu kile, jambo fulani lingekuja kutokea baya sana, kumbe Mungu alikuepusha mapema. Kwa hiyo unashangaa kuna baadhi ya milango inakuwa inafunga bila sababu. Lakini ishara ya 10 ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya vitu vikubwa, unahisi moto wa ndani usiozimika. Hata ukikata tamaa, kuna kitu ndani yako hakikubali kukata tamaa kabisa. Huo ni moto wa makusudi. Ishara ya wazi kwamba haujaumbwa kuishi maisha ya kawaida. Unakuwa unahisi moto wa ndani usiozimika. Unahisi yani kuna nguvu, hata kama unapitia kipindi kigumu, unajihisi kukata tamaa, unashangaa tayari kuna nguvu mpya ambayo inakufanya uendelee kusonga mbele. Hii ni ishara ambayo inaonyesha umechaguliwa kufanya vitu vikubwa. Unakuwa unahisi moto wa ndani usiozimika. Nashukuru sana, kuna mmoja amecomment na kuelewa mwalimu, asante sana. Nashukuru sana. Kama tuko pamoja, nataka kujua kama tuko pamoja, sitamani kuache. Kama tuko pamoja, naomba ucomment uniambie ninakupata vizuri mwalimu. Kama unanielewa vizuri, andika nakupata vizuri mwalimu. Asante sana, asante. Twende kwenye ishara ya 11 ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa. Unapitia kipindi kigumu kabla ya kuimarishwa. Unapitia vipindi ambavyo unapoteza vitu ulivyovitegemea, unajikuta unaanza upya mara nyingi, mipango yako inavunjika ghafla. Hii sio ajali, ni Mungu anakuvunja ili kujenga kwa kiwango kikubwa zaidi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 64 na mstari wa 8, utaona neno la Mungu lasema, lakini sasa Bwana, wewe u baba yetu, sisi tu udongo, nawe u mfinyanzi wetu, sisi sote tu kazi ya mikono yako. Kwa hiyo ukiona ishara unapitia kipindi kigumu kabla ya kuimarishwa, unakuwa ni mtu ambaye unapitia kwenye kipindi kigumu kabla ya kuimarishwa. Unapitia vipindi ambavyo utajikuta unapoteza vitu ulivyovitegemea, unawapoteza watu ambao uliwategemea, unajikuta unaanza upya mara nyingi, mipango yako inavunjika ghafla. Hii sio ajali, ni Mungu anakuvunja ili kukujenga kwa kiwango kikubwa zaidi. Mungu anakuwa anakuandaa na kutengeneza kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini ishara ya 12 ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kufanya mambo makubwa, unahisi huzuni ya ndani isiyoeleweka. Yaani unakuwa unahisi huzuni ya ndani isiyoeleweka. Unakuwa unahisi kuna hali ya uzito moyoni, hisia ya kuna kitu hakijakamilika. Hii ni ishara kwamba roho yako inatamani kusudi lake, sio vitu vya kawaida. Kwa hiyo unahisi huzuni ya ndani. Lakini pia ishara ya 13, unavutwa kwenye ukweli. Hata ukiwa mgumu, huwezi kukaa kwenye uongo, unafiki, maisha ya juu. Ndani yako kuna msukumo wa kutafuta ukweli halisi hata ukiwa unauma. Yaani unakuwa unavutwa kwenye ukweli.
Hata ukiwa mgumu huwezi kukaa kwenye uongo, unafiki, maisha ya juujuu tu. Ndani yako kuna msukumo wa kutafuta ukweli halisi hata ukiwa unauma. Ndio maana ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 8 na mstari wa 32 imeandikwa, tena mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Kwa hiyo unakuwa unavutwa kwenye ukweli, ni mtu ambaye unakuwa unavutwa kwenye ukweli. Hata ukiwa mgumu huwezi kukaa kwenye uongo, unafiki, maisha ya juujuu. Yaani ndani yako kuna msukumo wa kutafuta ukweli. Yaani ndani yako unakuwa unasikia msukumo wa kutafuta ukweli. Unakuwa unapenda sana, ni mtu ambaye unapenda sana ukweli, unapenda sana, yaani unapenda kukaa kwenye kweli, unapenda. Hii ni ishara ambayo inaonyesha umechaguliwa kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Lakini ishara namba 14, unahisi kuwajibika hata kwa mambo yasiyokuhusu moja kwa moja. Unaweza kuona mateso ya watu yanakuumiza binafsi, hali ya jamii inakugusa sana. Hii ni dalili ya moyo wa uongozi na wito wa kubeba maono mengine. Unakuwa unahisi kuwajibika hata kwa mambo yasiyokuhusu. Yaani unakuwa unahisi kuwajibika hata kwa mambo yasiyokuhusu moja kwa moja. Unaweza kuona labda mateso ya watu, ukashangaa yale mateso yao yakakuumiza, ukawa unatamani kuwasaidia. Unaweza kuona labda hali ya jamii ukashangaa ile hali ya jamii inakugusa sana. Hii ni dalili ya moyo wa uongozi na wito wa kubeba wengine. Ndio maana ukisoma kitabu cha Ezekieli sura ya 22 na mstari wa 34 utaona pale imeandikwa, utaona pale Mungu utafuta mtu wa kusimama kwa ajili ya wengine. Utaona pale Mungu anakuwa anatafuta mtu kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya watu wengine. Kwa ukiona ishara hii unahisi kuwajibika hata kwa mambo yasiyokuhusu moja kwa moja. Yaani ukiona watu wanateseka, ndani yako unasikia kuumia, ndani yako unasikia kuwahudumia. Yaani unasikia, unaona kabisa watu mbona hawastahili kitu hicho wanachokipitia, unakuwa unaumia. Ukiona ishara hii, basi tambua hii ni dalili ya moyo wa uongozi na wito wa kubeba wengine. Lakini ishara namba 15, unapata vipindi vya giza la kiroho. Unapata kuna nyakati unahisi Mungu yuko mbali, unakuwa unapitia vipindi vya giza la kiroho. Kuna nyakati unahisi Mungu yuko mbali na wewe, maombi yako hayana ladha, kila kitu kipo kimya. Hii sio kuachwa, ni hatua ya kukomaa kiroho. Kuna wakati Mungu anakuwa anakupitisha ili akufundishe kumtegemea yeye. Lakini ishara ya 16, unakataa kuwa wa kawaida. Kuna kitu ndani yako kinachosema wewe ni wa kipekee sana. Hii sio kiburi, ni ufahamu wa ndani kwamba umeitwa kwa kiwango tofauti. Yaani unakataa kuwa mtu wa kawaida. Kuna kitu ndani yako kinakwambia wewe sio mtu wa kawaida. Yaani unajikuta kabisa kuna kitu ndani yako kinakwambia wewe sio mtu wa kawaida. Na pia unapitia kitu fulani, lakini ndani yako unakuwa unasikia kuna kitu kinakwambia wewe sio mtu wa kawaida, wewe sio mtu wa kawaida. Hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa umechaguliwa kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa hapa duniani. Kwa hiyo hutakiwi kujipuuzia, ndani yako unakuwa kuna kitu kinakwambia umezaliwa kufanya vitu vikubwa. Lakini ishara ya 17 ambayo inaonyesha umezaliwa au umechaguliwa kufanya vitu vikubwa, unahisi muda unakimbia. Yaani unakuwa unahisi muda unakukimbiza. Unajikuta una hisia ya dharura. Yaani kama kuna kitu unatakiwa kufanya kwa haraka, kama muda wako una kusudi maalum. Hii ni ishara ya hatima inayokusukuma ndani yako. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waefeso sura ya 5 na mstari wa 16 imeandikwa nukuu, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa hiyo ndani yako unakuwa unahisi muda unakukimbiza, unakuwa unahisi hakuna muda wa kupoteza. Yaani ndani yako kuna shauku, kuna kitu kinakwambia ni hakuna muda wa kupoteza, kuna mambo unatakiwa yafanye. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Unakuwa unahisi muda unakukimbiza, unaona kabisa hakuna muda unatakiwa ufanye vitu vikubwa. Hautakiwi kupoteza muda. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue umechaguliwa kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Lakini ishara namba 18, unavutwa kwenye kujifunza na kukua bila kulazimishwa. Unajikuta tu unatafuta maarifa, unapenda kukua kiroho na kiakili. Hii inaonyesha maandalizi ya jukumu kubwa mbele yako. Kwa hiyo unakuwa unavutwa kwenye kujifunza na kukua bila kulazimishwa. Unakuwa unajikuta unatafuta maarifa, unapenda kukua kiroho, unapenda kujifunza.
Hii ni ishara kubwa sana ya kiroho. Ukijiona wewe ni mtu ambaye unajikuta tu unapenda kujifunza, unapenda kukua kiroho, yani wewe unapenda, kuna vitu ambavyo unapenda kujifunza, unavutiwa kwenye kujifunza pasipo hata kulazimishwa. Yani unakuta tu wewe ndani yako tu automatic unapenda tu kujifunza, automatic unapenda, kuna vitu ambavyo vinakuvuta, vinakufanya ukue kiroho. Yani unapenda kukua kiroho, unapenda, kuna maarifa unapenda kujifunza. Yani upendi kuishi kiasara. Yani unapenda kujifunza, unapenda maarifa. Hii inaonyesha maandalizi ya jukumu kubwa mbele yako. Yani kuna kitu kinakuwa kinakuvuta uendelee kujifunza, unapenda maarifa. Hii unatakiwa utambue umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya vitu vikubwa. Lakini ishara ya 19 ambayo inaonyesha umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Kuna watu wanakuchukia bila sababu ya msingi. Unashangaa kuna watu wanakuchukia bila sababu ya msingi. Unagundua wivu usioelezeka, upinzani usio na sababu. Mara nyingi watu wanapinga kile wanachokiona ndani yako hata kabla hujakiona wewe mwenyewe. Kwa hiyo unakuwa kuna watu wanakuchukia bila sababu ya msingi. Unashangaa watu wanaanza kukuchukia bila sababu ya msingi. Unakuta hujamkosea mtu, hujafanya jambo baya, hujamfanyia mtu jambo baya. Unashangaa tu mtu yule anaanza kukuchukia tu bila sababu ya msingi. Hakusemeshi, anakuonea wivu, anakuchukia bila sababu ya msingi. Watu wanachukia kwa sababu watu wanaona kile kitu ambacho umekibeba. Wakati mwingine unazosikiona, ila watu wakawa wanakiona kile kitu ambacho kipo ndani yako. Kwa unashangaa tu mtu ghafla anakuchukia. Ghafla, yani anakuchukia bila sababu ya msingi. Unagundua yani unashangaa tu kuna wivu, anakuonea wivu usioelezeka. Unashangaa unakutana na upinzani usio wa kawaida. Mara nyingi watu wanapinga kile wanachokiona ndani yako hata kabla hujakiona wewe mwenyewe. Kwa hiyo unashangaa unakutana na upinzani. Lakini ishara ya 20 ambayo inaonyesha umechaguliwa kufanya mambo makubwa, unahisi kuitwa kuathiri maisha ya watu wengi. Ndani yako kuna sauti, nimeumbwa kugusa maisha ya watu wengi. Unakuwa ndani yako unaona kuna sauti ambayo inakwambia kabisa umeitwa kwa ajili ya kuwasaidia watu, umeitwa kwa ajili ya kugusa maisha ya watu wengine. Hii ni moja ya ishara kubwa zaidi ya wito mkubwa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12 na mstari wa 2 imeandikwa, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo ukiona ndani yako unakuwa unahisi kuitwa kuathiri, kuleta matokeo kwa watu wengine, kugusa maisha ya watu wengine, ndani yako unakuwa unaona kuna sauti, yani kuna umezaliwa kwa ajili ya kuwasaidia pia watu wengine. Ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa umechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa sana katika dunia hii. Ni matumaini yangu kuna kitu kikubwa sana ambacho umejifunza. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu, basi hakikisha una subscribe, lakini pia usisahau kulike video hii. Mungu akubariki sana wewe utakaye share link ya video hii kwa ndugu jamaa na marafiki, na kupenda sana. Tukutane kipindi kijacho.